Msanii wa muziki Diamond Platnumz leo ameweza kufanya kitu kizuri sana katika jamii yake ya Kitanzania, kwa sababu ilikuwa ni siku nzuri sana kwa upande wake. Msanii Diamond Platnumz aliweka nadhiri ya kuwasaidia watu wenye mahitaji maalum, kitu ambacho kinaitwa mkono wa Eid al-Fitr. Yes, Diamond Platnumz amefanya hivyo leo katika viwanja vya Leaders Club jijini Dar es Salaam. Lakini tukio kubwa ambalo limemake headlines na watu wengi sana wakawa wamependa ni kuhusiana na huyu mama. Huyu mama aliweza kupata nafasi ya kuzungumza na Diamond Platnumz ana kwa ana, lakini pia akaweza kupiga naye picha, kupewa namba za simu kama unavyoona hivyo. Yani ilikuwa ni bonge moja la shangwe kwa huyu mama, mpaka wenzake wakawa wanamshangaa ni vipi ambavyo amefanya mpaka msanii Diamond Platnumz kuwa upande wake zaidi. Kama unavyoona amepewa namba za simu na mambo mengine yakawa yameendelea, wamecheka, wamefurahi na mixa kupeana mikono. Yes, hivyo ndivyo ambavyo Diamond Platnumz amefanya, lakini tukasema isiwe kesi, ngoja tumtafute huyu mama tuzungumze naye na aeleze vipi ambavyo amejisikia. Huyu hapa, msikilize. Nina furaha baada ya kupata vyakula hivi. Kwa kweli nimefurahi, na nimefurahi kumuona Diamond. Nilikuwa namtafuta kwa muda mrefu sana sijampata. Kwa hiyo nilipomuona leo kwa kweli nimejisikia vizuri na nimefurahi sana. Na kilichonieta zaidi kusikia Diamond yuko hapa, nafurahi kwa kutupa sadaka hii kwa mwezi mtukufu. Lakini shida yangu nilikuwa nimpate Diamond, siku nyingi sijampata. Nashukuru Mungu leo tumeonana uso kwa uso. Nimemwambia shida yangu, naomba Diamond anisaidie. Mimi ni mama ambaye na watoto 4, napata shida sana katika nyumba za kupanga, napata shida, sina usafiri wa bajaji. Ninaomba kama nikaepukana na hili jambo anisaidie Diamond. Mimi nimeshukuru sana hata kwa sadaka hii aliyoifanya. Mimi naomba anisaidie kitu hicho kimoja. Kwa kweli Mungu atazidi kumbariki. Niliona umezungumza kwa karibu sana na Diamond. Ndio, nimeongea naye. Ni mtu kama mnafahamiana hivi? Namfahamu. Siku moja tulikuwa na rafiki yangu mmoja ambaye alimpaga bajaji. Ndio. Ila mimi sikwenda kwa sababu alikuwa na yule mwenzangu. Ila mimi nikaa sijaenda, lakini mimi tunamfahamu vizuri na tunampenda, hata katika muziki yake tunampenda. Nini nikisikia iko wapi tunaendaga, lakini kumpata ni shida. Kwa hiyo nilipomuona leo ndo maana nafurahi naye sana, kwa sababu nilikuwa na shida naye sana. Naomba anisaidie Diamond. Umempa shida yako, nimempa sana namba za simu. Kuna kitu ambacho ameahidi kukutimizia? Kanambia. Nimemwambia naomba bajaji. Na nikiwa ni dereva lakini sina chombo. Naomba na kingine mimi nilichokuwa nakiomba, sina banda, anitengenezee hata kibanda cha kuishi mimi na familia yangu ile. Napata shida sana, ndio maana nina furaha kwa sababu kumuona mtu kama kuonana na Diamond uso kwa uso. Kwa kweli nimefurahi sana. Sawa mama, tupo kwenye mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia tupo kwenye kwalizi. Swali langu ni moja tu. Hivi karibuni Diamond alikuwa amefutulisha. Maswali yamekuwa ni mengi, maneno yamekuwa ni mengi. Watu wanasema kwamba Diamond hajapaswa afutulishe kwa sababu wanafanya kazi ya muziki na wanasema muziki ni haramu, kwa maana waliofuturu wamefuturu futari ya haramu. Kwanza nataka nifahamu, wewe ni miongoni mwa watu ambao walibahatika kupata ile iftari, na mawazo yako ni yapi juu haya? Ulisikia kuelewa vizuri? Ulisikia kwamba Diamond alifutulisha? Watu wanasema Diamond futari yake ni haramu kwa sababu anafanya muziki. Wao ambao walitengeneza sio ya haramu wakina nani? Huyu ambaye anayesema Diamond kafanya vibaya, kawalisha watu futari kwa haramu. Sasa yeye yule itakiwa yeye ndo atuite sisi maskini, atupe futari ambayo sio ya nini ya haramu. Kwa nini hajatufanya hivyo? Yeye ilikuwa tu aite watu wenye ulemavu kama alivyofanya Diamond. Kwa nini hajafanya kama Diamond? Kwamba yeye aliona Diamond anafanya haramu. Sasa yeye ilibidi afanye yeye ambayo sio haramu. Bwana, msiende kwa Diamond kwamba chakula chake ni cha haramu. Njooni kwangu mimi mwenye dini. Au kweli? Hapana. Leo umepewa hivi basi. Yaani nafurahi sana. Vyote nimepata. Nini na nini? Kuna chakula, kuna mafuta, kuna bahasha, kuna bahasha nini, na mimi kumtafuta kwangu na nimempata kweli uso kwa uso. Hanyanyapai mtu, baba wa watu. Hanyanyapai mtu. Sio umeona? Niko karibu naye, nacheka naye, nimepiga naye picha paka kwenye simu yangu. Na namba amekupa. Na namba kanipa. Wewe utamtafuta Diamond Platnumz. Una mambo yako ambayo unataka kuzungumza. Ninaumia hapa mnaponiona, nateseka nyumba za kupanga. Kila miezi mitatu natoa 200,000. Sasa nimeona nimpate
mtoto kama wa mwenzangu kama huyu anisaidie tu hata banda. Halafu sasa angalia usafiri wangu hapa. Kweli hebu angalia ninavyoteseka. Diamond naomba niangalie. Kweli. Mimi kweli ndio kilichonifurahisha na ninafurahi Diamond kwa kusaidia umati kama huu. Hajaangalia wazima, hajaangalia walemavu. Lakini wote tunafanyaje? Anatusaidia. Nani angekuwa halamu angetusaidia hivi? Ndio ninavyojiuliza mimi sasa, kuna wasanii angekuwa halamu, wasanii wako wengi wakubwa. Kwa nini Diamond? Na kwa nini walemavu na kwa nini watu wengi tunampenda Diamond? Mbona kwa nini wasanii wengi mbona hawajawahi kutuita kama Diamond? Diamond peponi. Huyu Diamond peponi. Diamond peponi anaenda jamani, tuache masia. Mungu atamchukua. Diamond kisikia amekufa, yani utaona paka watu wa ajabu wanakuja. Wataumia wengi. Kwa hiyo mimi sioni ubaya wa Diamond. Na mimi kumuona Diamond nimefurahi sana. Sawa, neno la mwisho labda waambie watu ambao wamo wasanii ambao hawajafanya kama hiki ambacho Diamond amekifanya. Naomba nao wafanye kama anavyofanya Diamond. Watusaidie na wenyewe watukumbuke. Hata kwa mlemavu mmoja umemwona maskini mmoja ukamsaidia kitu cha maana. Mungu atakusaidia. Wafanye kama Diamond. Mara ngapi anafanya Diamond bwana tunamuona. Kwa hiyo mimi naomba kwa hiyo wasimponde ili waendelee nao kuwa kama Diamond. Hawezi kuwa halamu asingetusaidia sisi. Ile basha inaweza kuwa na laki ngapi hivi? Sijui. Kwa haraka. Mimi sijui kwa kweli. Yes, nzito. Unaenda kuifungulia nyumbani. Lakini umefunga? Nimefunga. Basi mama nenda kapumzike. Basi bana, mimi nashukuru Diamond tu, mimi ndio hivyo. Nimefurahi naye, kwa hivyo kwa hayo mengine ya kufuturu kwa kweli mimi siwezi kushabikia kwa sababu sijui. Unakuta mama nani vile? Mimi naitwa Mama Said. Mama Said. Maarufu sana maeneo gani tukitaka tukufuate? Mkitaka mnifuate? Mimi nakaa Chanika. Chanika pale sehemu gani pale au Chanika Taliani? Basi naomba mje mnione mazingira ninayoishi, ndio maana nakwambieni natamani hapa ninavyolia nina furaha, lakini natamani kulia. Mimi sio kwamba Diamond kuhangaika naye hivi paka nimempata leo. Namshukuru Mwenyezi Mungu, najua atanisaidia. Tangu leo umeweza kumtafuta Diamond? Namtafuta sana, ili ukienda pale ofisini kwake unakuta mabausa, huwezi kumpata. Unaona, nikienda kama kuna shughuli unasema leo nitaenda kumbahatisha Diamond umpati. Lakini leo kwa kweli nimefurahi sana, lengo langu kubwa ndio hilo. Na lengo limetimia. Basi utalalaje leo mamangu? Kama nakuona vile Diamond ulikuwa unamtafuta sasa umpata sasa. Sasa mpaka nisaidiwe. Kwanza ili kumpata kwanza jitio, kwanza shukuru Mungu. Mimi nashukuru Mungu kumuona na kunipa mkono. Nimepiga naye picha, amekupa namba za simu. Kanipa. Nenda kapumzike basi. Nenda kapumzike. Hii bahasha babu naye atahusika. Yuko wapi? Mimi baba yenu kanizalisha kanikimbia. Acha bwana. Lakini furaha yangu mimi nifanikishe hilo jambo langu nalotaka, nipate usafiri, nifanye kazi, niachane na hii kazi. Lengo langu sitaki mimi shida kama hii. Najua nikipata bajaji itanisaidia na nikiwa na kibanda changu. Sawa. Lakini nimeteseka muda mrefu. Sawa. Mpaka nimefikia uzee kama. Mzee alikukimbia mwaka gani? Miaka mingi sana. Miaka mingi sana. Yuko wapi? Yuko hai? Wapo wanasoma. Yuko hai mpaka leo? Hapana. Alifariki. Pole sana. Asante. Watoto wana umri gani? Mmoja ndio yuko, mmoja sasa hivi yuko form 4, wengine wameshindwa, wako nyumbani.